Katika jambo lenyewe na sitaki kabisa kupoteza muda. Naomba sasa nitumie fursa hii adhimu kumkaribisha mwenye jambo lake ambaye ndiye yeye amelibeba, Profesa Asad aje hapa kwa ajili ya kuzungumza nanyi wanahabari, na ninyi mtusaidie kusukuma taarifa hii muhimu sana kwenye taasisi yetu iwafikie Watanzania na watu wengine wote duniani. Hili ni jambo kwetu, taasisi yetu jambo kubwa na jambo muhimu. Tunaomba mtusaidie lifike huko duniani. Profesa Asad, karibu sana kuzungumza na waandishi wa habari kwa niaba ya umma wote. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu hasa kwa kudra zake ambazo zimewezesha kila linalofanyika lifanyike kama tulivyoliona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani neema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu na rehema zake na baraka zake vile vile. Mashekhe wetu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, wadau katika sekta zote, tumekuiteni asubuhi ya leo ili mfikishe ujumbe huu muhimu kutoka Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Sisi Chuo cha Waislamu cha Morogoro, yani MUM, tunaithamini sana tasnia ya habari, tukiamini kwamba ni tasnia muhimu kwa taifa letu na kwa umma kwa ujumla. Ndugu wanahabari, kama mnavyojua, Chuo cha Waislamu cha Morogoro ni chuo kinachoongozwa na taasisi ya Muslim Development Foundation, yani MDF, ambayo kwa niaba ya Waislamu wote wa Tanzania walipokea jukumu la kukiendesha na kukisimamia chuo hiki. Kama mnavyokumbuka, chuo chetu kilikabidhiwa kwa Waislamu na marehemu Rais mstaafu wa awamu ya 3 ndugu Benjamin William Mkapa mwaka 2004 na kuzinduliwa rasmi kuanza shughuli zake mwaka 2005. Mpaka sasa chuo kimefikisha miaka 20 tangu tukabidhiwe. Ndugu waandishi wa habari, Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro kina mambo mengi mazuri ya kujivunia, yakiwemo ustamilivu na uhimilivu wake kwa kipindi chote hiki cha miaka 20. Kama mnavyojua, miaka 20 si kidogo, kama mtoto ashakuwa mtu mzima tayari. Sasa kama ilivyotarajiwa na jamii ya Kiislamu, tumejitahidi sana kufanya mambo haya, na kwa kweli tunashukuru jamii yote na taifa kwa ujumla wake. Hata hivyo, chuo chetu pia kama taasisi nyingine kimepitia changamoto kadha wa kadha katika uendeshaji wake. Kwa mintarafu hii, uongozi wa chuo umeona ipo haja ya kuadhimisha miaka 20 ya kuwepo kwa chuo hiki ili kueleza na kuonesha maisha ya miaka 20 ya chuo pamoja na mipango ya miaka 20 ijayo. Kwa hiyo tunawatangazia rasmi kwamba tutakuwa na maadhimisho ya sherehe za miaka 20 ya Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro mwaka huu. Ndugu waandishi wa habari, kilele cha maadhimisho haya kitafanyika katika kitovu cha chuo ambacho ni Morogoro. Mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho haya anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Katika maadhimisho haya tunatarajia kutoa tuzo mbalimbali kwa waasisi wa chuo na watu waliotoa mchango mkubwa na wa kipekee katika chuo chetu. Miongoni mwa matukio makubwa katika maadhimisho haya ni uzinduzi wa makala maalum, yani documentary, itakayoonyesha maisha ya miaka 20 ya chuo pamoja na mipango ya miaka 20 ijayo. Pia kutakuwa na mradi mkubwa wa kielektronic, yani MUM Community Fund, utazinduliwa rasmi ili kuruhusu wananchi kwa ujumla wao kuchangia maendeleo ya jamii. Maadhimisho haya yataanza tarehe 11 mwezi Juni katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Kutakuwa na mawasilisho na mijadala ya kitaaluma, maonesho ya kitaaluma pamoja na vikao mbalimbali vya alumni. Alumni ni wanafunzi waliosoma zamani na kuhitimu kutoka pale. Tunawakaribisha wahitimu wote na wadau wote kwa ujumla, popote walipo, wafike katika jambo hili, waje kujumuika nasi kwenye chuo chao kama vile walipokuwa Dar es Salaam mwaka 2004, kuonesha umoja na matunda ya chuo chao. Ndugu waandishi wa habari, katika maadhimisho haya kutakuwa na dua maalum ya kuliombea taifa na viongozi wake
ili kuendelea na kudumisha amani, kutuwezesha sisi MUM kwa kushirikiana na vyuo vikuu vingine tuendelee kuwa na mazingira mazuri ya kuandaa wataalamu tarajali wa nchi hii. Aidha, sanjari na dua kwa taifa, pia kutakuwa na dua maalum ya kukiombea chuo chetu. Dua zote hizi zinatarajiwa kuongozwa na Abubakar bin Zubair bin Ali, Sheikh mkuu ambaye pia ni mufti wa Tanzania. Tunazialika taasisi zote za Kiislamu kushiriki katika tukio hilo, pamoja na kuwa na kikao maalum cha taasisi hizo kujadili mustakabali wa chuo chao vile vile. Mwisho, tunamshukuru sana Mufti Abubakar Zubair bin Ali kwa kushirikiana nasi kwa hali na mali wakati wote. Wawakilishi wa MDF, yani Muslim Development Foundation, mashehe wetu na wadau wetu wote wa maendeleo. Aidha, ninakariri shukrani zangu tena kwenu nyinyi wahariri na waandishi wa habari kwa kubali kuja katika mkutano huu ambao tunaamini ni muhimu sana. Asanteni sana nyote, karibuni sana Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, haya ni maneno ya Profesa Asad, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Na ninafahamu waandishi wa habari ninyi ni watu mahiri sana katika lugha. Kuna makosa madogo sana ambayo mnatusaidia kusahisha. Mara nyingine watu husema Chuo Kikuu cha Kiislamu Morogoro, si sahihi. Wengine husema Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro, si sahihi. Ni Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro, hiyo ndio sahihi. Kwa hivyo ninyi mtaweka sawa mambo hayo. Sasa sisi tumepata bahati kubwa kupata makamu mkuu wa chuo wetu kuwa Profesa Asad, mtu mwenye heshima na tajiriba kubwa katika nchi hii. Tunaona fahari kulelewa naye pale Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro. Sasa baada ya kuzungumza yeye na kumaliza, na mimi nisingependa kutia maneno mengi ambayo nitaharibu yale maneno mazito na mazuri ambayo yamezungumzwa na profesa. Kwa hiyo mimi itatosheka kuishia hapo tu. Sasa kinachofuata hapa sasa, baada ya taarifa hiyo rasmi, miaka 20 kama alivyozungumza profesa ni miaka ya kutosha kusema kweli. Watu wengine walikuwa wahadhani kama sisi tungeweza kumudu kuwa na chuo kikuu mpaka sasa, lakini tumeweza na tunafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo tunataka kwenda mbele zaidi kwa miaka 20 ijayo. Tunadhani hili jambo muhimu la kuanza.